Shalom, shalom. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na niwakaribishe katika darasa la utumishi siku ya leo, darasa ambalo tunaendelea baada ya kutoka kujifunza somo linalosema misingi ya wito. Leo tutaendelea na somo ambalo inawezekana umewahi kujifunza kila siku, au inawezekana kwa muda mrefu sana umekuwa ukisikia habari za somo hili, lakini kila siku neno la Mungu linakuwa jipya kwetu. Inawezekana ni neno ambalo unalisikia kila siku na kulisoma, ila wakati tu ambapo Mungu anaruhusu uweze kulisikia, Mungu anaporuhusu uweze kujifunza, basi linakuja katika mazingira ambayo ni mapya. Ndani mwake kuna kitu cha kiufunuo ambacho utakipata, na kitu hicho utakachoenda kukipata utagundua siri ya tofauti na miaka yote ulipokuwa ukijifunza neno hilo au kulisikia neno hilo. Basi siku ya leo tutaenda kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu, uwepo, nguvu na karama ya lugha. Tutaenda kuangalia kuhusu Roho Mtakatifu, uwepo wake, nguvu zake na karama ya lugha. Tukianza kabisa kwa habari ya Roho Mtakatifu, ninataka nikueleze ya kwamba uwepo wa Roho Mtakatifu si tu hali fulani ya kiroho ambayo tunaweza kuwa tunaizungumza au story tu, bali uwepo wa Roho Mtakatifu ni halisi. Na uwepo wa Roho Mtakatifu ni mahusiano halisi baina yako wewe na Mungu, tena mahusiano ya karibu kupita kiasi. Tunapojifunza Roho Mtakatifu au tunapokuwa tukizungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, ni jambo nyeti sana kila muamini katika Kristo anapaswa kujua. Nataka nikwambie kitu kimoja, ya kwamba jambo usilolijua au kitu usichokijua, umefungwa au umewekewa mipaka katika maisha yako kwa kutokujua. Watu wengi sana wanaishi katika mipaka. Watu wengi sana katika maisha yao wamewekewa mipaka kwa sababu ya kutokujua mambo. Katika maisha ya mwanadamu, mpaka wako unaishia katika yale unayoyajua tu. Hutaendelea mbele wala hutafanya kitu zaidi ya kile ambacho una maarifa nacho au unachokijua. Hivyo hivyo, ninapozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, hatuwezi tukahusiana na Roho Mtakatifu na kuendelea zaidi katika uhusiano wetu sisi na yeye na Mungu wetu kupita zaidi ya maarifa uliokuwa nayo kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kila siku mwamini anahitaji kujifunza neno la Mungu. Anahitaji kujifunza neno la Mungu. Neno la Mungu ni jipya kila paitwapo leo, na kila paitwapo leo Roho Mtakatifu anaweza kufunua jambo jipya kwenye maisha yako. Tunapojifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu, lazima ufahamu ya kwamba hautaweza kumtumia Roho Mtakatifu kudumu, kuishi naye na kutembea naye na kumuhusisha kwenye maisha yako zaidi ya kiwango cha maarifa uliokuwa nayo kwa habari ya Roho Mtakatifu kwa ajili yake. Kwa hiyo sisi ambao tumeokoka ni waamini, tunahitaji kujifunza kwa habari yake. Tunapojifunza kwa habari yake, neno la Mungu linavyotufunua kila siku kwa habari ya Roho Mtakatifu, ndiyo mipaka yetu ya kuhusiana naye na ushirika baina yetu sisi na yeye unaongezeka. Ili neno la Mungu linapokuwa likipata nafasi ndani ya moyo wako kwa ajili yake.
Unapojifunza kila siku na linapokuwa jipya kila siku, ndipo ushirika baina yako wewe na yeye unaongezeka na kuendelea kila panapoitwa leo. Nguvu zake zinakusaidia kushinda dhambi. Nguvu za Roho Mtakatifu zinakusaidia kushinda dhambi. Si nguvu tu ya kawaida unaweza kufikiri, bali ni aina ya nguvu ambayo inatolewa na Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mwamini, inamsaidia mwamini kuepuka na kushinda dhambi. Nguvu hiyo inafahamika kama dunamis power katika lugha ya Kiyunani. Tutaenda kuangalia habari hizi hapo mbele. Lakini pia nguvu zake zinakusaidia kuendelea katika huduma ambayo Mungu amekuitia au amekuchagua kwa ajili ya hilo. Pia nguvu za Roho Mtakatifu zinakusaidia kuishi maisha yenye ushuhuda thabiti. Roho Mtakatifu anakufanya unakuwa ni mwamini ambaye umeishi maisha au unaishi maisha ambayo yana ushuhuda thabiti. Maisha ambayo yoyote akifungua kitabu cha kurasa cha maisha yako, shuhuda ni thabiti. Shuhuda zilizokuwa ndani ya kurasa hizo ni thabiti. Shuhuda za kuwezeshwa kikanuni na Roho Mtakatifu. Sisemi shuhuda ambazo mmekuwa mkizizoea kila siku. Shuhuda za nimepatiwa gari, nimepokea uponyaji, shuhuda kama vile Mungu kanitendea muujiza, nilikuwa sijajenga nyumba lakini mwaka 2026 nimejenga nyumba. Hapana. Nguvu za Roho Mtakatifu, dunamis power, ambayo tutaenda kuiangalia huko mbele, inakusaidia wewe mwamini kuwa na ukurasa ambazo mtu akizisoma anaona ushuhuda thabiti, ushuhuda wa kuishi maisha ya kanuni zinazotolewa na Roho Mtakatifu na kuongozwa katika maisha yako na kuyaweza mambo ambayo kibinadamu yameshindikana. Kwa kuwa Roho Mtakatifu anaachilia nguvu zenye asili ya kiungu. Hivyo shuhuda hizo tunazoweza kuziona kwako, tunapozisikia au tunapoziona, tunagundua ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwezesha kikanuni. Mfano, naweza nikatoa mfano mmoja. Wakati fulani niliweza kukutana na ndugu mmoja mwamini katika Kristo. Ndugu yule mwamini katika Kristo alikuwa na watoto 5, na katika wale watoto 5, siku moja akagundua ya kwamba watoto 3 sio wa kwake. Yaani mke wake alitoka nje ya ndoa. Watoto hao ambao alikuja kuwazaa kwa ujauzito wa kwanza huu ambao ameupata, hakuwa baba ambaye ni mume wake. Mtoto wa pili hivyo hivyo, wa 3 hivyo hivyo. Ina maana katika watoto 5 ni watoto 3 tu sio wake, lakini 2 ni wa kwake. Sasa yule bwana nilipokuwa nikimsikiliza alisema ya kwamba amemsamehe mke wake na yuko tayari kujitolea na kulea wale watoto. Na nilijaribu kufuatilia kwa ukaribu sana kujua ya kwamba je, ni kweli anasema mdomoni tu? Maana wakati mwingine mtu anaweza akasema mdomoni nimesamehe, lakini moyoni bado ana kinyongo, na siku zote kinyongo kikiwa ndani ya kijifichi lazima kitakusukuma tu kwenye matendo. Kwa hiyo nikataka kujua msamaha uliotoka ni wa kweli, na je, anaishi hivyo? Nikataka kujua pia kwa mke wake ambaye amesamehewa juu ya kosa hilo na mume wake. Nikagundua ya kwamba ni kweli kabisa, amesamehewa juu ya kosa hilo, na mke anashuhudia na maisha yanaendelea vizuri kabisa. Unajua, ushuhuda ule nilipokuwa nikiutafakari, niliweza kusema ya kwamba upendo ambao umeachiliwa ndani ya baba yule ni upendo ambao Roho Mtakatifu ameuzaa. Ni matokeo ya kuwapo Roho Mtakatifu ndani mwake mpaka kufikia hatua ya kutoa msamaha kwa mwenzi wake kwa sababu ya kosa hilo. Najua jambo kama hili wanaume wengi au vijana wengi wakilisikia ni gumu mno sana,
na wanaweza kusema kwamba ndoa itaishia hapo hapo. Kusamehe na kuendelea inahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu afanye kazi ya kutoa nguvu itakaowezesha moyo wako ukakaa katika kanuni ya msamaha na kuendelea mbele zaidi. Kwa hiyo kibinadamu, jambo kama hili, mfano kama huu nimetoa ushuhuda ambao ni wa kweli, sio rahisi, inahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa yako mambo mengi tu, huo nimeweza kutolea mfano kuweza kukuonyesha, lakini yako mambo mengi mno ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia sisi. Tukiangalia mfano mwingine, kuishinda dhambi. Wa mataifa, watu wasiomwamini Kristo wengi ambao wamezoea katika maisha ya dhambi, ni ngumu mno sana kuamini wanaweza kushinda dhambi ambazo zinawazonga kwa wepesi kila siku kwenye maisha yao. Lakini mwamini aliyeokoka baada ya kumpokea Roho Mtakatifu kwa namna ya ajabu, ya nguvu na uungu wa pekee ambao Roho Mtakatifu amewachilia ndani mwake, atajikuta kila anapoitwa leo anashinda dhambi na kuendelea mbele zaidi na kuishi maisha ya utakatifu pasipo kutenda dhambi. Watu ambao hawajamwamini Kristo na hawana Roho Mtakatifu, ukielezea jambo hili, habari hii, watakwambia ni jambo gumu mno sana, kwa sababu uwezo wao wa kibinadamu umeishia hapo. Lakini Roho Mtakatifu anaachilia nguvu zinazoweza kukufanya kuishi maisha ya kanuni ya utakatifu. Hivyo ndo maana nasema nguvu za Roho Mtakatifu zinatusaidia kushinda dhambi, lakini pia zinatusaidia kuwa na maisha yenye ushuhuda thabiti, kwa sababu nguvu zake zinapoachiliwa ndani mwetu zinatufanya tuishi maisha ya kuvuka, kupita mipaka ya kibinadamu, kupita asili ya kibinadamu, na tunakuwa na asili ya kiungu. Kwa hiyo ni kwa habari ya Roho Mtakatifu. Yako mambo mengi ambayo tunaweza kuangalia kwa habari ya Roho Mtakatifu, lakini mambo hayo ni maisha yaliyobadilishwa na kuwa na maisha yenye shuhuda thabiti, yenye kiwango cha kushangaza. Roho Mtakatifu anafanya mambo makubwa zaidi. Sasa tutaenda kuangalia sehemu ya kwanza kwa habari ya somo letu, Roho Mtakatifu, uwepo, nguvu na karama ya lugha. Tutaenda kuangalia sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ninataka nizungumzia kwamba Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Unajua, nataka nikwambia kwamba maisha ya Ukristo, ya Mkristo, hajengwi katika hadithi au stori za kimaadili au masomo ya kimaadili, hayajengwi katika falsafa za kidini, bali maisha ya Mkristo halisi yanajengwa katika ufunuo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hasimami kama wazo la Kikristo tu lilotokea, wala hasimami kama nguvu tu. Wengi tunapozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu tunafikiri ni nguvu tu, tunahusisha na nguvu fulani tu ambayo haina nafsi, bali tunapozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, nataka ufahamu ya kwamba tunazungumza habari ya Mungu mwenyewe anayefanya kazi ndani ya mwanadamu. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe anayefanya kazi ndani ya mwanadamu. Unapomjua Roho Mtakatifu zaidi, basi unaingia katika uhusiano na Mungu wa undani zaidi. Unaingia katika ushirika baina yako wewe na Mungu kwa undani zaidi. Nataka tuanze kuweka msingi huu katika somo letu tunapoongelea habari za Roho Mtakatifu, ya kwamba nataka ujue ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Tunafahamu ya kwamba Mungu ni mmoja katika asili yake, lakini Mungu amegawanyika katika nafsi tatu: nafsi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Hapa ndo tunaenda kuzungumzia sasa kwa ile habari ya Utatu Mtakatifu. Katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19, Biblia inasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kumbuka hii ilikuwa ni amri ya Yesu Kristo ambayo aliitoa wakati ule kwa wanafunzi wake juu ya kuhubiri Injili na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake pia tukiwabatiza. Sasa unaona kwamba hapa Roho Mtakatifu amewekwa katika kiwango kimoja na Baba na Mwana. Hakutajwa kama nguvu fulani ya ziada wala chombo cha Mungu. Alitajwa kama nafsi ya kimungu inayoshiriki utukufu wa Mungu katika daraja sawa. Katika daraja sawa. Tunapozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, wako wengi wanamweka kama daraja la mwisho, kama vile si Mungu, au kama ni Mungu basi ni Mungu mwingine ambaye anachukua daraja la mwisho kabisa. Wanafikiria kwamba mkubwa zaidi ni Mungu Baba, alafu anayefuatia ni Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo, alafu kisha wanakuja anayefuatia ni Roho Mtakatifu ambaye ni daraja la mwisho katika miungu. Hapana, Mungu ni mmoja, ana nafsi tatu. Anajidhihirisha kama Mungu Baba, anajidhihirisha kama Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo, lakini pia anajidhihirisha kama vile Mungu Roho Mtakatifu anaishi ndani ya mwamini, akijidhihirisha hapa duniani kupitia mwamini huyo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio daraja la mwisho au nafsi ya mwisho ya Mungu. Hapana, Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe akijidhihirisha katika nafsi roho, anaishi ndani ya mwamini, akijifunua au kujidhihirisha kupitia mwamini huyo hapa duniani. Nafikiri tunaweza tukawa tumepata hivyo. Kwa hiyo tusije tukamdharau Roho Mtakatifu au tukamweka katika daraja fulani la mwisho, kwa sababu ukimdharau Roho Mtakatifu umemdharau Mungu, na ukimpokea Roho Mtakatifu umempokea Mungu. Tunaposema ya kwamba tunampokea Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu, ufahamu ya kwamba unampokea Mungu kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu, unaposema ninampokea Roho Mtakatifu ndani ya moyo wangu, fahamu ya kwamba unampokea Mungu ndani ya moyo wako, kwa kuwa Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni Mungu Roho anayeishi ndani ya mwamini, akijidhihirisha duniani, akitaka kujidhihirisha duniani kupitia mwamini. Nafikiri mpaka hapo tutakuwa tumeweka zaidi ya hayo. Roho Mtakatifu si kitu au hali ya kiroho isiyokuwa na nafsi. Yeye ni nafsi hai. Tunapozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Biblia inaonyesha wazi kwamba ana sifa za nafsi, kwa sababu ana mapenzi, anaweza kuamua, anafundisha, ana utashi, ana maamuzi. Kwa sababu hiyo, hayo yote tunapoyazungumza tunayaona yako katika nafsi. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 11, Biblia inasema ya kwamba lakini hayo yote huyatenda Roho yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Maneno haya aliyasema Paulo akizungumza kwa habari ya huduma na karama, ya kwamba Roho Mtakatifu anatoa karama kwa mwamini, kwa kila mwamini kama vile apendavyo. Ni kitu gani hapa? Angalia hili neno, kama vile apendavyo yeye. Roho Mtakatifu anatoa karama
kama apendavyo yeye. Sasa hii ni sifa ambayo tunaweza kuita sifa ya kimapenzi, yani ya kwamba Roho Mtakatifu ana mapenzi yake na uko wakati anafanya kulingana na mapenzi yake yeye mwenyewe. Sasa hii sifa tukiangalia ni sifa ambayo ipo katika nafsi. Nafsi ina mapenzi yake. Nafsi ina mapenzi, kupenda, kufanya kwa mapenzi yake yenyewe. Sasa Roho Mtakatifu ana hii sifa ya nafsi ya kutenda kama apendavyo yeye, kufanya kwa mujibu wa mapenzi yake yeye mwenyewe. Kwa hii ni sifa ambayo iko kwenye nafsi. Tukiangalia nafsi ya mwanadamu jinsi ilivyo, mwanadamu ni roho ambaye ana nafsi na yupo ndani ya mwili. Katika nafsi ya mwanadamu ndipo kuna utashi, kuna maamuzi, kuna hisia, kuna kupenda na vinginevyo vingi. Hivi vyote ambavyo viko kwenye nafsi ya mwanadamu ambavyo nimevitaja, tukija kuangalia kwa Roho Mtakatifu, Biblia inamtaja anavyo hivyo vyote. Kwa hiyo basi Roho Mtakatifu yeye ni nafsi ya Mungu. Sijui tuko pamoja? Lakini pia Roho Mtakatifu ana hisia, kwa sababu maandiko yanasema katika Efeso 4 mstari wa 30, maandiko yanasema ya kwamba wala msimuhuzunishe Roho wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Yaani hatupaswi kumuhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo, kumbe Roho Mtakatifu anahuzunika, ana hisia za huzuni. Hivyo hivyo pia tukitazama ya kwamba katika nafsi ya mwanadamu anaweza kuwa na hisia za huzuni, hisia za furaha. Na Roho Mtakatifu yeye ni nafsi ya Mungu, ni Mungu mwenyewe, nafsi yake roho inayoishi ndani ya mwanadamu, ina hisia kama vile za kupenda, kufurahi, kuhisi na kadhalika, ina hisia. Lakini Biblia inatueleza kwamba huyu Roho Mtakatifu anaongea na anatoa maelekezo. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 2, walipokuwa wakimhudumia Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Hebu angalia maneno haya. Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Hapa Roho Mtakatifu anaongea, anasema, lakini pia anatoa maelekezo. Kwa hiyo nini ambacho tunaweza kukiona hapa? Tunachokiona kwamba Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya Mungu iliyo hai ndani ya mwanadamu inaongea, inasema na inatoa maelekezo. Lakini Biblia inatueleza kwamba huyu Roho Mtakatifu anafundisha. Alisema Yesu mwenyewe katika Yohana 14 mstari wa 26, lakini huyo msaidizi Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote. Hiyo nafsi ya Mungu aliye hai, nafsi ya Mungu hai ndani ya mwanadamu ambaye ni Roho Mtakatifu inafundisha, anafundisha. Huyo Roho Mtakatifu Biblia inatueleza kuwa anaongoza. Katika Warumi 8 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Warumi 8:14, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Ina maana ya kwamba nafsi ya Mungu iliyo hai ambayo kwa hiyo mwamini anaipokea na ni Mungu mwenyewe anaishi ndani ya mwamini, anaongoza. Kwa hiyo mtu hawezi
kuhuzunika au kufundisha kama hana nafsi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi hai anayehusika moja kwa moja katika maisha ya mwamini. Roho Mtakatifu ni nafsi hai anayehusika moja kwa moja katika maisha ya mwamini. Kazi zake katika maisha ya mwamini ni za kina na za kudumu. Kwanza, anakaa ndani ya aliyeokoka, huyo Roho Mtakatifu. Mtume Paulo alisema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19, alisema ya kwamba, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Kwa hiyo neno hili linasema hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu. Yaani Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mwamini aliyeokoka. Wokovu sio tukio la nje peke yake, bali wokovu ni makazi ya Mungu ndani ya mwanadamu. Mwili wa mwamini unakuwa ni hekalu, si kwa sababu ya kustahili kwake, bali kwa sababu ya neema ya Mungu iliyoachiliwa katika maisha yake. Jambo la pili ninalotaka kulieleza kwa habari ya Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mwamini, anafundisha na kutoa ufunuo. Anatoa uelewa wa kweli wa neno la Mungu ambalo hatuwezi kupata kwa namna ya kibinadamu. Anatoa ufunuo wa fundisho la Kristo ambalo halitokani kwa akili za kibinadamu, bali kwa mwanga wake mwenyewe. Yesu alisema ya kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja ndani mwetu, atakapokuja kwetu, atatufundisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mwamini anafundisha. Jambo la tatu ambalo nataka uelewe kwamba Roho Mtakatifu anatoa nguvu. Yesu alisema ya kwamba kabla hajapaa na kurudi katika makazi yake ya kimungu, katika Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8 alisema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Biblia inasema, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi yote na Samaria na hata mwisho wa nchi, katika Matendo 1 mstari wa 8. Nguvu ambayo Roho Mtakatifu anaitoa ndani ya mwamini si kwa ajili ya kujionyesha, bali ni kwa ajili ya maisha yaliyojaa ushuhuda wa kumtukuza Mungu. Ni nguvu ya kusimama katika kweli, kushinda dhambi na kutimiza wito wa kimungu ambao ameuweka ndani ya mwamini. Jambo la 4 ambalo nahitaji ufahamu, Roho Mtakatifu hubadilisha tabia ya mwamini. Mtume Paulo anaeleza juu ya matunda ya Roho Mtakatifu katika Galatia 5:22 mpaka mstari wa 23. Biblia inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Biblia inamalizia kwa kusema, juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Haya si matokeo ya juhudi za kibinadamu, bali Roho Mtakatifu anapokuwa ameingia na kukaa ndani ya mwamini, basi matokeo ya mwamini kuongozwa na kutawaliwa Roho Mtakatifu ni matunda haya 9 yanatokea ndani mwake. Haya matunda 9 kwa namna nyingine tunaita tabia za Kristo. Ndio tabia ambazo alizokuwa nazo Kristo, kwa kuwa Roho yule aliyekuwapo ndani ya Kristo ndiye alikuwepo ndani mwetu. Hivyo anatufanya tunakuwa na matokeo ya kufanana na Kristo kitabia, nguvu, mamlaka na uwezo. Kwa hiyo haya matunda 9 yaliyotajwa katika Wagalatia 5:22 mpaka mstari wa 23 ni matokeo ya Roho Mtakatifu anapokuwa yuko ndani ya mwamini, akiwa amemtawala na kumwongoza. Lakini kuna utofauti wa kumpokea Roho Mtakatifu
na kujaa Roho Mtakatifu, kwa sababu kila aliyeokoka anayemwamini Yesu Kristo kwa dhati anapokea Roho Mtakatifu kama muhuri wa wokovu. Hata hivyo, kujazwa ni jambo ambalo endelevu, ni kumruhusu Roho Mtakatifu atawale maisha yako, atawale maisha ya mwamini. Katika Efeso 5 mstari wa 18 anasema, wala msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Neno hili kujazwa, bali mjazwe, ni jambo ambalo endelevu, sio tukio la mara moja tu, bali ni tukio la kila siku. Mtu anapaswa kutawaliwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mtu anapaswa kuishi chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumjua Roho Mtakatifu ni jambo la lazima katika maisha ya kiroho. Bila yeye Biblia hubaki kuwa kama kitabu tu cha stori, bali yeye husaidia mambo yaliyoko katika Biblia kuwezekana katika maisha ya mwamini. Kwa hiyo kwa lugha rahisi naweza nikasema Roho Mtakatifu ni uwepo hai wa Mungu ndani ya mwamini. Yeye ni msaidizi wa karibu, mwalimu wa ndani, nguvu ya kushinda dhambi, kuishi maisha ya kanuni za kimungu duniani, mfariji katika maumivu na mwongozo wa kusudi la maisha. Hata hivyo, zaidi ya yote, Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mwamini anatafuta ushirika baina yake na mwamini. Mtume Paulo alisema katika Wakorintho wa pili 13 mstari wa 14, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Hii inamaanisha ya kwamba Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mwamini, ushirika wake unatakiwa kufanyika ndani yake, baina yake na mwamini huyo. Neno ushirika sio matumizi, sio kumtumia, bali ukaribu. Roho Mtakatifu hataki tu kutumika katika huduma zetu, bali anataka kuishi nasi katika urafiki wa karibu. Sio tu sisi tumtumie au awe ndani yetu kwa ajili ya kutumia kwa habari ya huduma, bali anahitaji kuishi na sisi katika ushirika wa urafiki wa karibu. Leo nimejaribu kujulisha kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kipindi kinachofuata tutaendelea zaidi kwa habari ya Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana.